Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika tafakari yetu ya Dominika ya 4 ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Ninayekuletea tafakari hii fupi naitwa Padre Kevin Onesmo Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Kama tunavyofahamu kwamba Dominika ya 4 ya Kwaresma huitwa pia Dominika ya Furaha. Ni Dominika ya furaha kwa sababu katika antifona yetu ya mwanzo ya mwaliko tunaalikwa sisi wote kufurahi. Furahi Yerusalemu. Tunaalikwa kufurahi kwa sababu tumebakiza muda mfupi, tumebakiza Jumapili chache ili tuweze kuadhimisha fumbo la Pasaka, fumbo ambalo kwa njia yake tumepata uzima wa milele. Kwa hiyo ni mwaliko wa kufurahi. Nitajikita zaidi katika somo letu la Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 9 aya ya 1 hadi 41. Naomba niisome ili tutakapoanza kuitafakari tuweze kuelewa zaidi. Yesu alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyo hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema, ndiye. Wengine wakasema, la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa na matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona, hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho.
Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndio sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu, akamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu, kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu, kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingelitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomuona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana, nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana, akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Ndugu zangu, baada ya kuwa tumelisikia neno hilo la Mungu ambalo ni refu, sasa tuingie katika tafakari ya nini hasa somo hili la Injili linatufundisha kwa Dominika hii ya 4 ya Kwaresma. Kwanza ndugu zangu, jambo kubwa ambalo linatufundisha Injili ya leo ni kwamba Kristo anatuumba upya kwa njia ya sakramenti. Tunasikia katika Injili kwamba Yesu anatengeneza tope kwa kutumia mate na kumpaka kipofu machoni, na baada ya hapo anamwambia aende katika birika ya Siloamu akanawe, na anapofanya hivyo anarudi akiona. Kwa nini Yesu anatumia tope? Kwa nini anatema mate, anatengeneza tope na anampaka machoni huyu kipofu? Tukitaka kuelewa maana ya tendo hilo, ni lazima turudi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7. Tunaambiwa, basi Mwenyezi Mungu akamuumba mwanaume kwa mavumbi ya udongo. Kumbe Mwenyezi Mungu alifanya tendo la uumbaji wa binadamu kwa kutumia udongo. Na tunajua kabisa kwamba ili kupata udongo basi unachanganya maji pamoja na vumbi, unapata udongo. Na Mwenyezi Mungu akamfinyanga mtu kwa udongo, akamuumba. Na Yesu leo tunaona naye anatengeneza tope. Anatengeneza tope kwa kutumia mate.
na kisha anampaka machoni mtu yule aliyezaliwa kipofu. Yesu anafanya upya tendo la uumbaji, kuonyesha kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu ambaye amekuja kutuumba upya, kutufanya viumbe vipya. Na Yesu anafanya tendo hilo la uumbaji ambalo pia linaashiria tendo la kisakramenti. Tulifundishwa zamani katika mafundisho ya katekesi sakramenti ni nini, na tukafundishwa kwa maneno mazuri sana. Sakramenti ni ishara wazi ya neema isiyoonekana. Ishara wazi ya neema isiyoonekana. Kuna tendo linalofanywa ambalo tunaliona kwa macho, lakini ile neema yake hatuwezi kuiona kwa macho. Yesu anachokifanya tunakiona. Anatema mate, anatengeneza tope, na kisha anampaka, na yule mtu anapata uponyaji. Kuna ishara inayoonekana hiyo ya kutengeneza tope, alafu kuna uponyaji ambao ni neema ya Mwenyezi Mungu. Hivyo Yesu anaashiria kwamba sakramenti ambayo daima ina mambo hayo mawili, sakramenti zote 7 zina mambo hayo mawili. Kuna ishara inayoonekana na kuna neema isiyoonekana. Yesu kwa njia ya sakramenti anatufanya upya. Anatufanya upya kwa sakramenti ya ubatizo, kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu, anatufanya upya kwa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, anatufanya upya na kupatia uponyaji hata kwa sakramenti ya kitubio. Ni sisi tu jambo la kuwa tayari kukubali kuingia katika maisha ya kisakramenti ili tuweze kuumbwa upya, tuweze kugeuzwa na kufanywa viumbe vipya. Jambo la pili ambalo tunajifunza kutoka katika injili yetu ni kwamba Yesu anajifunua kama nabii, anajifunua kama mwana wa Mungu. Lakini ili kuweza kumwelewa Yesu kama nabii, kuweza kumwelewa Yesu kama mwana wa Mungu, sio swala la dakika moja. Tunasikia katika injili huyu kipofu anamtambua Yesu hatua kwa hatua. Walipomuuliza mara ya kwanza, ni nani aliyekufanya ukapata kuona? Alisema mtu yule aitwaye Yesu. Katika hatua ya mwanzo alimwona Yesu kama mtu, kama watu wengine tu. Lakini walipozidi kumuuliza katika hatua zilizofuata, unasemaje kuhusu mtu yule aliyekufumbua macho? Alisema ni nabii. Na mwisho kabisa Yesu anamwambia, wamwamini mwana wa Mungu? Anasema nionyeshe nami nitamwamini. Na Yesu anamwambia, unayenena naye ndiye, na yeye anamsadiki. Kwa hiyo unaona, kipofu anaanza kumwelewa Yesu hatua kwa hatua. Kwanza alimwelewa Yesu kama mtu wa kawaida, lakini kadiri muda ulivyokwenda akamtambua Yesu kama nabii, na mwisho anamkiri Yesu kama mwana wa Mungu. Ndio mwaliko tunaopata sisi kwamba swala la kumtambua Mungu, swala la kumwelewa Mungu sio swala la dakika moja. Ni swala ambalo linakwenda hatua kwa hatua. Kumtambua Mungu ni hatua kwa hatua. Lakini lazima pia tukubali kukaa naye na kuzungumza naye ili kuweza kumtambua. Tusipopata muda huo wa kuguswa na Yesu, wa kuzungumza na Yesu, tunaweza kuishia tu kumuona Yesu kama binadamu tu. Tunaweza kuishia kumuona Yesu kama mtenda miujiza tu, lakini tusitambue kwamba Yesu ni zaidi ya mtenda miujiza, Yesu ni zaidi ya mwanadamu. Na hivyo Yesu ni nabii, lakini Yesu ni mwana wa Mungu ambaye amekuja kutupatia uzima wa milele. Lakini kuna jambo pia ambalo tunajifunza katika injili yetu ya leo, kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu. Na hiyo nuru anaanza kuidhihirisha kwa kumponya kipofu ambaye anatuwakilisha sisi sote. Katika injili amedokeza hiyo. Yesu amesema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Ndugu zangu, tunaweza tukamshangaa huyu kipofu aliyeponywa, tukasahau lakini kwamba anatuwakilisha sisi sote. Sisi wote ni vipofu, lakini sio vipofu tu kwa sababu hatuoni, vipofu wa macho yaliyoharibika, lakini tuna upofu wa kiroho, tuna upofu wa kiimani. Tuna upofu kwa sababu tunashindwa kuona wakati mwingine upendo wa Mwenyezi Mungu. Tuna upofu kwa sababu wakati mwingine tunashindwa kuona uzuri wa watu wengine. Tuna upofu kwa sababu tunashindwa wakati mwingine kuona mema ya watu wengine. Tunaona tu mapungufu yao,
tunaona tu mabaya yao. Tuna upofu kwa sababu hatuoni mapungufu yetu, tunaona tu mapungufu ya watu wengine na hata kuwahukumu, na hivyo sisi ni vipofu. Kuna wakati tunashindwa kuona hata mahitaji ya watu wengine kwa sababu tuko vipofu, tumepofushwa na starehe na anasa, tunashindwa hata kuona mahitaji ya watu wengine. Lakini tukikubali Yesu atuguse, Yesu yuko tayari kutupa hiyo nuru. Yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu yuko tayari kutufumbua macho. Na ndio maana unaona waliokataa kuguswa na Yesu, waliokataa kumwamini Yesu, japokuwa walikuwa na macho ambayo yanaona kama kawaida, lakini kwa kweli walikuwa ni vipofu kwa sababu hawakumwamini Kristo. Na ndio maana Yesu amesema, nimekuja ili wanaoona wasione. Wale ambao ni Mafarisayo waliojifanya wanaona, kumbe waliendelea kuwa vipofu kwa sababu hawakumwamini Yesu. Hata sisi katika maisha yetu, ndugu zangu, kuna nyakati kweli tuko vipofu kwa sababu hatuoni ukweli, hatuoni mema ya wengine, hatuoni mapungufu yetu, tunawanyoshea mikono watu wengine. Na hivyo lazima tukubali kwenda kwa Yesu atufumbue hayo macho, yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu. Jambo jingine ambalo tunajifunza, ndugu zangu, ni kutokana na hawa Mafarisayo. Mara nyingi watu wakishindwa kubishana kwa kujenga hoja zenye mantiki, huacha hoja na kutafuta mapungufu ya mtu husika ambaye wanashindana naye. Tumeona huyu kipofu amepanga hoja zake vizuri mbele ya Mafarisayo, akawashinda kwa hoja. Na ndiko hao Mafarisayo wakatumia kile ambacho kwa Kilatini tunakiita argumentum ad hominem. Yaani badala ya kubishana kwa hoja, wanamshambulia mtu na madhaifu yake. Utaona huyu kipofu alipowashinda kwa hoja, wakaanza kuangalia mapungufu yake, wakasema, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wanamtazama huyu kama mdhambi, kwa sababu kwa Wayahudi ni kwamba mtu akizaliwa kipofu ni kwamba ametenda dhambi yeye au wazazi wake. Kwa anamwambia, wewe ni uzao wa dhambi, unatuambia nini wewe? Lakini ni kwa sababu hao Mafarisayo, ndugu zangu, wameshindwa kujenga hoja, wameshindwa kupambana kwa hoja na huyu mtu aliyekuwa kipofu. Hawa Mafarisayo, ndugu zangu, wanatuwakilisha sisi. Hata sisi mara nyingi tunaposhindwa kujenga hoja, huwa tunakimbia kumshambulia mtu kwa madhaifu yake. Wewe mtu mwenyewe hujasoma, utaniambia nini bana? Wewe mwenyewe malaya tu, utaniambia nini? Wewe muuni tu, utaniambia nini? Una cha kunibabaisha bana? Wewe maskini tu, utaniambia nini? Hapana. Tunapaswa daima kuangalia ukweli. Je, huyu mtu hata kama ni maskini, huyu mtu hata kama ni malaya, huyu mtu hata kama ana mapungufu, je, anachoniambia ni ukweli? Anachoniambia kinalenga kunitoa katika dhambi? Na hivyo hatupaswi kumshambulia mtu baada ya kushindwa hoja. Tunapaswa kujibu hoja kwa hoja, na sio hoja kwa mashambulizi ya mtu binafsi na mapungufu yake. Jambo jingine tunalojifunza ni kwamba watu wengi tuko waoga sana katika kusema na kuusimamia ukweli kwa sababu ya kuogopa vitisho. Wazazi wa huyu mtu aliyekuwa kipofu walipofuatwa na wao Mafarisayo kuulizwa, je, huyu ni mtoto wenu? Wakasema ndio. Aliponyaje? Waambia, huyu ni mtu mzima, muulizeni yeye mwenyewe atajieleza. Na tunaambiwa wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Mara nyingi, ndugu zangu, tunashindwa kusimamia ukweli, tunashindwa kushuhudia imani yetu, tunashindwa kuishi Ukristo wetu kwa sababu tu tunaogopa vitisho, kwa sababu tu tumetishwa. Tunashindwa kusimamia imani kwa sababu tumetishwa. Tunashindwa kusema ukweli kwa sababu tunaogopa kuuawa, tunaogopa kupoteza vyeo na madaraka, tunaogopa kupoteza nguvu ya kifedha. Na hivyo wakati mwingine tunakuwa wanyonge, tunajificha kwa sababu hatuko tayari kukabiliana na vitisho kwa sababu ya imani yetu. Lakini Yesu anatukumbusha kwamba tunapaswa daima kusimamia ukweli, hata ikitupasa kumwaga damu. Yesu alituambia kwamba tusiogope, tutasema nini, tutaongea nini, bali tutapatiwa Roho Mtakatifu. Katika ulimwengu wa sasa, watu wengi hatuko tayari kutoa ushuhuda, hatuko tayari kuteseka kwa sababu ya Kristo. Kumbe tuwe tayari
lolote takalotupata tuwe tayari, ili mradi tu tusimamie ukweli na tuseme ukweli bila kuogopa cheo cha mtu, bila kuogopa madaraka ya mtu, bila kuogopa kwamba tutapoteza pengine urafiki, bila kuogopa kwamba tutatengwa na jamii. Tusimamie ukweli. Ukweli utatuweka huru. Jambo jingine ambalo tunajifunza kutoka katika Injili ni kwamba ni lazima tuwe tayari kuondokana na imani na mawazo potofu. Angalia, wanafunzi wa Yesu wanamuuliza Yesu, kama ambavyo Wayahudi wengine waliamini kwamba mtu anayezaliwa kipofu ni kwa sababu ametenda dhambi yeye au wazazi wake. Na hivyo anamuuliza Yesu, kwa nini huyu mtu amezaliwa kipofu? Ni yeye ametenda dhambi au ni wazazi wake? Imani potofu. Tunahusianisha balaa linalompata mtu na kwamba ni kwa sababu ametenda dhambi. Lakini Yesu anatujibu vizuri sana. Anasema wakati mwingine Mungu anaruhusu mtu azaliwe katika hali fulani, pengine awe kipofu, apate shida fulani, awe na tatizo fulani, akabiliane na misukosuko fulani, sio kwa sababu ni laana, sio kwa sababu ni balaa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini ili nguvu ya Mungu idhihirishwe ndani yake. Ni kweli kabisa ndugu zangu, tukiyapokea mabaya tunayoyapata kwa jicho la imani, yatadhihirisha utukufu wa Mungu. Tukipokea misiba kwa jicho la imani, yanadhihirisha utukufu wa Mungu. Changamoto tunazopambana nazo katika maisha, matatizo tulionayo katika familia zetu, matatizo ya watoto wetu wanapotusumbua, changamoto za ndoa, mwenzi wetu wa ndoa, changamoto za katika wito wetu, changamoto katika maeneo ya kazi, ukizibeba kweli kwa jicho la imani, kweli kuna nyakati zinadhihirisha utukufu wa Mungu. Kuna nyakati tunapitia matatizo, tunapitia tabu, lakini Mwenyezi Mungu anatusaidia kutoka huko, na hatimaye tunasema kwa kweli Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Bila Mwenyezi Mungu nisingetoboa, bila Mwenyezi Mungu nisingetoka. Ni Mungu tu. Kumbe kuna matatizo ambayo Mwenyezi Mungu anayaruhusu kabisa yatupate, si kwa sababu hatupendi, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka tumtambue yeye, tutambue utukufu wake, tuwe mashuhuda wa ukuu wake kwa watu wengine. Na jambo jingine kubwa ambalo tunajifunza katika Injili yetu ya leo ni kwamba tukiwa watii kwa neno la Mungu tutapata neema. Angalia, huyu kipofu anapoambiwa nenda katika birika ya Siloamu ukanawe, anapotii hayo maagizo ya Mwenyezi Mungu, anarudi akiwa anaona. Utii kwa neno la Mwenyezi Mungu ni chanzo cha neema, ni chanzo cha baraka. Tunapaswa kujifunza daima kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka nini kwetu? Mara nyingi sisi tunajaribiwa kwa kutaka daima Mwenyezi Mungu atusikilize sisi. Unasema nimesali na mbona Mwenyezi Mungu anisikilizi? Nimesali mbona Mwenyezi Mungu anijibu? Huwa tuna kishawishi cha kutaka Mwenyezi Mungu atusikilize sisi. Lakini tunapaswa kuwa kinyume chake. Ni sisi ambao tunapaswa kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka nini katika maisha yetu? Mwenyezi Mungu ananitaka nini katika jambo linalopitia? Kuna mtakatifu mmoja alisema, sali sio mpaka Mwenyezi Mungu akusikie, lakini sali mpaka wewe usikie kile anachotaka Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wako. Ndugu zangu, Injili ya leo itusaidie kukua kiimani, itusaidie daima kumtambua Mwenyezi Mungu, itusaidie kujua kwamba sisi wote ni vipofu, lakini tukimwendea Mwenyezi Mungu atatuponya, atatupatia neema na baraka, atatupa maisha mapya ya Kikristo na kiimani, na hivyo tutamtumikia yeye. Tusikate tamaa katika maisha yetu, daima tuwe tayari bila kupepesa macho kuishuhudia imani yetu. Asanteni sana na nawatakia Dominika njema ya 4 ya Kwaresma. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ni mimi Padri Kevin Onesmo Kama. Asanteni sana.